wangu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu akubariki. Ni mwaka mpya wa 2026 ambao Mungu ameweza kutufikisha tena. Tumevuka salama. Kwa wale ambao Mungu aliwawezesha, tuna sababu ya kumshukuru Mungu. Tumeingia mwaka wa 2026. Nataka kuchukua tu fursa hii kuweza kushukuru sana wapendwa ambao wameweza kuwa nami mwaka jana wa 2026 kwa kipindi hiki cha Tumaini Lipo. Nasema Mungu akubariki sana wewe uliyesimama nami kwa jambo moja au lingine, kupitia maombi au kupitia hata kusimama nami kwenye kipindi hiki kwa matoleo yako. Nasema Mungu akubariki na akutende mambo mazuri. Pia ningeweza kushukuru kwa sababu ya kituo hiki cha Stewards TV, kwa sababu ya nafasi ya kunipa kuwa kwenye studio hii na kueneza neno hili la Mungu. Nataka niseme ya kwamba nishukuru mkurugenzi mkuu wa kituo hiki pamoja na wale wafanyikazi wote ambao wanafanya katika kituo hiki. Nataka kusema tu kwamba Mungu awabariki, nikiwatakia mwaka mpya wenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Nawe pia mpendwa mtazamaji wangu, na kutakia mwaka mpya wenye neema na baraka zake Mwenyezi Mungu. Tunapoanza mwaka huu kwa kipindi hiki cha Tumaini Lipo, nasema tu ya kwamba Mungu akubariki na Mungu akuonekanie, kwa sababu yeye kutuvukisha mwaka huu na tukafika 2026, tuna sababu ya kumuinua na kusema jina la Bwana litukuzwe, jina la Bwana liinue. Kuna sababu ya sisi kuwa hai mwaka huu. Kuna sababu ya Bwana kutuvukisha. Kuna sababu ya Bwana kutuleta hata penye tumefika. Kwa hivyo jina la Bwana litukuzwe, jina la Bwana liinuliwe. Mpendwa mtazamaji wangu, nataka kumshukuru Mungu pia kwa sababu ya nafasi hii ambayo tunaenda kusikiza neno la Mungu mwaka huu wa 2026. Niruhusu mpendwa mtazamaji wangu niweze kuomba kisha tuweze kuingia katika ujumbe wa siku ya leo. Kumbuka kwenye studio anayekuletea kipindi hiki cha Tumaini Lipo ni Bishop Paul Elazia wa kanisa la Shiloh United Church of Christ, mahali panaitwa Cheramei, on your way to Tarubo. Kanisa ni Shiloh. Mungu akubariki na Mungu aweze kukuonekania. Tuombe. Baba wetu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya mwaka mpya wa 2026. Imegharimu mkono wako sisi kuwa mahali hapa. Imegharimu neema yako na kibali, Baba wa rehema, sisi kufika mwaka huu wa 2026. Mambo mengi yametendeka mwaka jana, mengine mazito, watu wakapoteza familia zao, wengine wakaingia katika mambo magumu na mazito, lakini Bwana umetuwezesha sisi kufika jinsi tulivyo. Licha huenda kuna wengine wamevuka na matatizo ya hapa na pale, kwenye studio hii natangaza ya kwamba Mungu wapiganie, uweze kuwaondolea mashaka, shida, magonjwa na mambo wanayoyapitia, na ukaachilia neema ya amani juu ya maisha yao. Baba, ninajua tunapoenda kusikiza ujumbe wa siku ya leo, Bwana unaenda kutubariki, na mwaka huu wa 2026 utakuwa mwaka wa kuweza kuona jambo jipya katika maisha yetu kupitia kipindi hiki cha Tumaini Lipo. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi, ninaomba na hata kuamini. Amen. Mtazamaji wangu, tunaanza mwaka. Na tunapoanza mwaka, wakati mwingine kuna kumaliza mwaka na kuna jambo la kumaliza na pia kuna jambo la kuanza. Tulianza mwaka jana, tukamaliza. Sasa tumeanza mwaka wa 2026. Pia tunaanza aje? Kwenye kipindi hiki cha Tumaini Lipo, ni vizuri mpendo uweze kujua kwamba unaanzaje mwaka huu. Ulianzaje? Nilihubiri last year nikasema ya kwamba heri mwisho wa kitu kuliko mwanzo. Sijui ulimaliza aje. Lakini hata na hivyo mpendwa, unaweza kuwa ulimaliza vizuri au wengine wakamaliza vibaya. Lakini nataka tu niseme ya kwamba kuna mambo mpendwa, nataka nikuhimize nayo kuhusu tumaini la kuanza mwaka vizuri. It is also good to start good or to start well.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji wangu, tunaanza mwaka. Unaanzaje mwaka huu? Si kuanza tu kwa sababu watu wanaanza. Hata katika mbio kuna vile mtu anaandaliwa ili aweze kuanza mbio. Haingiangi tu na kukimbia. Huwa amefanya mazoezi, amekuwa akifanya practice hapa na pale, na pia anapoenda pale mahali pa kuanzia huwa kuna mikakati au kuna mambo ambayo anafaa kufuata ndiye aanze mbio. Tunaanza mwaka wa 2026. Kwa hivyo katika kuanza kuna kitu kinaitwa, kuna vile mtu anaandaliwa na anaambiwa kwamba utakaposikia hivi na hivi anza, au kuna masharti ya kusema kwamba kuna ile bunduki huwa inapigwa inasema on your marks set go. Kwa hivyo lazima aongojee na aende. Najua ulipokuwa ukianza mwaka vile tunaanza mwaka, kuna mambo ulimuomba Mungu na nataka kuanza mwaka huu hivi na hivi na hivi. So tumeanza mwaka. Na umeanzaje? Mpendwa, kuna baadhi ya mambo nafaa kujua unapoanza mwaka. Yes, lazima uyafahamu. Kwenye kipindi hiki cha Tumaini Lipo lazima uweze kuelewa mambo fulani ambayo nataka uweze kuandamana pamoja nami. Ningeweza kuomba mpendwa mtazamaji wangu tuingie kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili. Kitabu cha Wakorintho wa pili. Hapo ndipo ninataka tuweze kusoma pamoja nawe na tusikie Biblia inasema nini. Wakorintho wa pili mlango wake ni wa 5 mstari wake wa 17. Nasema nini? Biblia inasema sikiliza mpendwa, inasema hivi: kwa hiyo kama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Amen. Ni vizuri unapoanza mwaka huu uwe na tumaini ya kwamba kuna mambo ya kale lazima yaondoke, mambo ambayo hayakuwa na faida kwa maisha yako, mambo ambayo hayakukusaidia lazima yapite. Na mtu akiwa ndani ya Kristo, kwa mfano mtu akishaokoka, mtu huokoka kutokana na mambo mazito na mabaya aliyokuwa akiyatenda hapo nyuma. Kwa hivyo unaamua kuingia mambo mapya yatakaoleta utukufu kwa Mungu. Kwa hivyo mwaka huu unapoanza, mpendo mtazamaji, ni vizuri kuona ya kwamba mambo ambayo yalikuwa ya kale, mambo ambayo hayakufaidi, mambo yaliyokufanya ukaishi bila kuwa na amani, mambo ambayo yalikuwa yanakufuata mazito na magumu, lazima yapite, uwe kiumbe kipya. Kuna baadhi ya mambo ambayo lazima ukubali yapite, ili unapoingia mwaka huu wa 2026, mpendwa mtazamaji wangu, uwe ni mtu ambaye anaingia mwaka na mambo mapya, in the name of the Lord. Au kama kuna kitu kizuri, ukiendeleze kiweze kuwa kipya zaidi, kizuri kiwe kipya zaidi, kufanya ya kwamba kiwe kipya. Mambo mengine lazima yapite. Kwa hivyo mwaka huu wacha mambo yakawa mapya, tumaini jipya, uwe na matumaini mapya kwa mambo unayoyatenda, ili Bwana aweze kukubariki. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo mpendo mtazamaji wangu, ningeweza kukuhisihi ya kwamba unapoanza mwaka huu lazima kuna mambo huenda ulikuwa unafuatana nayo, unaandamana nayo, yalikufanya urudi nyuma sana, yaweze kukuondokea ili uweze kuona baraka za Mungu na utaona ushindi wa Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, nataka uweze kuelewa mambo hayo ili yaweze kukusaidia katika maisha yako. Usipoyaelewa utakuta ya kwamba yale mambo unayoyatenda hayatakuletea ufanisi katika maisha yako. Jambo lingine pia ningeweza kukuhimiza nalo ni kwamba, mpendwa mtazamaji wangu, wa kwamba ni vizuri kuweza kuelewa ya kwamba katika mwaka huu ambao unauanza, mwaka huu ambao unauanza, kitabu cha Wakolosai, Wakolosai 3 mstari wake wa Wakolosai 3 mstari wake wa 9, maandiko yanasemaje? Sikiza haya mambo mazuri ambaye Mungu ananena pamoja nasi. Maandiko yanasema ya kwamba msiambiane uongo, kwa maana mmevua kabisa utu wenyu wa kale pamoja na matendo yake,
Amen. Huu ni mwaka mpendwa wa kuongea mambo yaliyo ya ukweli. Yavue. Mambo ya kitambo ulikuwa ni mtu wa kuongea mambo, unaongeza uongo, unafanya mambo ambayo hautimilizi. Siuanze mwaka huu na mambo ya ukweli. Achana na uongo, ujanja achana nao. Na ndiposa maandiko yanavyosema mstari ule wa 10 nasema kwamba nanyi mmevaa utu upya unaofanywa upya katika ufahamu sawasawa na mfano wa muumba wake. Hapa hakuna Myunani wala Myahudi, aliyetahiriwa wala asiyetahiriwa, asiyestarabika wala asiyestarabika, mtumwa wala mtu huru, bali Kristo ni yote ndani ya yote. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo tunahimizwa mahali hapa ya kwamba mambo ya utu wa kale, utu wa kale, kuna mambo ambayo umeishi ndani, lazima uyaondoe. Na hasa hili neno natuambia kwamba kuhusu mambo ya kuongea mambo ya kweli. Wakati mwingine mpendwa, ulikuwa mwaka jana unaahidi vitu ambavyo haufanyi. Kuna watu waahidi vitu ambavyo hawafanyi. Kuongea uongo, pengine uliahidi vitu pale kanisani, unasema nitafanya hivi. Wakati mwingine mtu anaweza ahidi na anakosa kuwa na ile hali ya kuweza kutenda. Lakini ni vizuri kutimiza mambo. Wakati mwingine kuna watu ambao mpendwa hawezi kuongea jambo pasipo kuongeza uongo. Achana na hayo mambo mwaka huu. Usichanganye mambo ya mwaka huu na uongo tena. Wacha mwaka huu ukaongea mambo ya ukweli, na ukweli huo utakufanya uweze kuwa huru na mtu wa kubarikiwa. Utu wa kale. Kwa hivyo mambo ya uongo ni utu wa kale. Kutokuwa mtu mwaminifu wa kuongea mambo ya kweli, hiyo ni jambo ambalo linaweza kukufanya mpendwa mtazamaji wangu ukose kuishi katika matumaini mazuri. Tumaini la mwaka huu ni kuongea ukweli. Jambo la kwanza nimesema ni lazima mpendwa ukubali mambo ya kale yaweze kupita. Kubali. Hiyo ni tumaini ya kwamba mwaka huu mambo mapya nitayatenda katika jina la Yesu Kristo. Namba 2 ni mambo kama hayo ambayo nimetaja ya kwamba utu wa uongo, mtu kuongea uongo. Ulizoea mwaka jana kuongeza mambo ya uongo hapa na pale. Siachana na uongo mpendwa, ukaweza kuongea mambo yatakayofanya maisha yako yakawa ya kuaminika. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma jambo la 3 kwenye kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya 43, hapo ndipo nataka uweze kusikia maandiko yanasema nini jambo la 3 ili Mungu aweze kukubariki. Kitabu cha Isaya kinasema ya kwamba wakati mtu umeingia mwaka huu, ni jambo lipi hili ambalo unataka Mungu aweze kukutendea? Niruhusu kwa sababu ya muda niweze tukusoma hata kwa Kiingereza. Sema kwamba forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do not perceive it. I am making way in the wilderness and stream in the waterland, in the wasteland. Mpendwa, maandiko sema kwamba sahau mambo ya kwanza, mambo ambayo yalikuwa si mazuri, achana nayo. Ili uweze kubarikiwa mpendwa, lazima uachane, usahau. Kuna mambo mengine usipoyasahau na uyaondoe, bado nabebana nao mwaka huu, hauwezi kuanza vizuri mwaka huu. Yaondoe visirani, kisasi, mambo machungu mazito yaliyokuwa nao, yaondoe mpendwa. Forget the former. Yasahau, ukaweka mambo ambayo yataweza kufanya maisha yako yakaweza kuwa mazuri. God calls us, let us go former things so we can cling our new identity in Christ. Ndio mambo mazuri ya kiungu yaweze kufanyika ndani ya maisha yetu. Lazima tuyasahau mambo ya kwanza. Mambo ambayo tunaona ya kwamba hayaleti utukufu kwa Mungu lazima tuyaache. Kuna watu bebana na mambo miaka nenda miaka rudi. Ningeweza kusema mpendo mtazamaji wangu ya kwamba ni nini hicho umebebana nacho? Mwaka nenda mwaka rudi. Lazima kuna vitu hata kama vilikuwa na aina gani, vimekukwaza, vimekuwa vizito,
ni lazima ukubali kuachana navyo, ili Mungu aanze mwanzo mpya juu ya maisha yako, na utakuwa wa kubarikiwa. Kubali kuanza mwanzo mpya ulio na Kristo ndani ya maisha yako, nawe utaona baraka za Mungu na ushindi wa Mungu ndani ya maisha yako. Pendo mtazamaji wangu, ni yapi hayo unabebana nayo? Kuna watu wanaweza kuwa wamebebana na mambo miaka nenda miaka rudi, mambo ya visasi, mambo ya kutokusamehea watu, mambo ambayo yanafanya maisha yako yanakuwa ni mazito. Lazima uondoke katika mambo hayo. Tukisomea kwa Kiswahili nasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Toka hapo. Mstari wa 19 sasa kwamba tazama natenda neno jipya. Haya ni mambo nafaa kuanza nayo mwaka huu. Kuwa na tumaini ya kuanza na neno jipya. Litachipuka je? Hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Kuna mambo Mungu anatarajia kukufanyia ikiwa tu utaachana na mambo ambayo yalikuwa ya kwanza, mambo ambayo yamekuwa yanafunga njia zako, yanafunga Ukristo wako kuwa Ukristo wa kubarikiwa. Na tazama, nakwambia mpendo mtazamaji wangu, Mungu na akusaidie katika ibada hii ambayo ni ya Stewart TV ya Tumaini Lipo, ya kwamba nina matumaini mwaka huu ya kwamba mambo mapya yanaenda kufanyika na mambo mazuri ya Mungu yanaenda kutendeka kwa maisha yangu. Tunaposoma kitabu cha Wakorintho pia wa pili tena, Wakorintho wa pili mlango wake ni wa 4, inasema nini? Jambo la 4 ambalo unafaa kuwa unalo. Inasema nini? Kuanzia mstari wa 16 inasema, Wakorintho wa pili lango wake ni wa 4:16 inasemaje? Inasema hivi, kwa hiyo hatulegei, bali ijapo kuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku baada ya nyingine. Bwana si akufanya upya. Licha watu wanaweza kuona huku nje kuna mambo hapa na pale, lakini ninaomba utu wako mwaka huu uwe upya. Usilegei. Unaweza kulegea huku nje, lakini ndani yako ninaomba Bwana akusaidie ufanywe upya. Wacha wokovu wako ufanywe upya, imani yako ifanywe upya, maombi yako yakafanywa upya, vitu vya ndani Mungu avifanye vipya mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Mstari wa 17 inasema, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kwa wingi kwa mwingi kuwa mwingi sana. Nataka tu niseme ya kwamba mpendo mtazamaji wangu ya kwamba there are those things that maybe you passed last year. May those things God gather them to make you step to another glory in the name of the Lord. Ya kufanya Mungu apewe utukufu kwa hayo mambo ambayo pengine ulipitia mambo mazito, magonjwa, mambo mengine. Sijasema tupitie mashida nini, lakini ikiwa kuna mambo uliyapitia, tunaomba Bwana ya kwamba aweze kuyatengeneza yalete utukufu. Mungu ajitukuze kwa hayo mambo mwaka huu, akuinue kwa kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo. Najua kuna mambo umeyapitia haungetaka uweze kuyapitia tena, na hata hakuna mtu upenda kupitia kwa matatizo, lakini kwa sababu ya jambo moja au lingine, ninaomba na Bwana akusanye hayo mambo uliyoyapitia, yampe utukufu kupitia wewe. Mungu ajipatie utukufu, akuinue kwa kiwango kingine, uingie kwa utukufu mwingine katika jina la Yesu Kristo, na Bwana atakubariki na hayo mambo yatampea Bwana utukufu kwa sababu yeye ni muweza. Ndio maana nasema kwamba muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu. Ni ya muda kitambo tu, hayatadumu milele. Kuna baadhi ya mambo mtu anaweza kuwa anapitia naona haya mambo ni ya milele. Hapana. Kuna shida watu wanapitia, kuna matatizo watu wanapitia, aidha magonjwa, umasikini, shida. Unauliza Mungu maswali mengi kwa sababu ya mambo unayoyapitia. Natangaza kwako mpendo mtazamaji wangu ya kwamba mambo hayo uliyoyapitia Mungu anayakusanya ajipe utukufu, nawe uinuliwe uingie katika kiwango kingine cha Mungu kujipatia utukufu.
God continually makes us new. Every moment of every day brings a fresh beginning. Let there be a fresh beginning unto your life in the name of the Lord. Bwana akuinue na akubariki. Unapoanza mwaka huu katika kipindi cha tumaini, there is a fresh hope. Kuna matumaini mapya ambayo Mungu anaweka ndani yako. Kama kuna mtu alikuwa anaona kana kwamba anataka kufifia, aone ndio umeongezeka imani, umeongezeka matumaini zaidi ya mambo ambayo unakusudia. Siku baada nyingine tunamuomba Mungu aweze kutusaidia. Wacha uinuliwe na tumaini lako likasonga kwa kiwango kingine. Kwa mfano, tunapoenda jambo la 5 ni kwamba kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 1, Mwanzo 1 aya ile mstari wa 31 inasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. God saw all that he had made and it was very good. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba mambo ambayo Mungu anatarajia kuyafanya mwaka huu kwako yafanyike kuwa mazuri katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo, inaweza kuwa asubuhi iwe jioni, lakini katika mambo hayo yote Mungu na yadhibitishe kuwa mambo mema mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendo mtazamaji, in the beginning God made all things and called them good. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba chochote unachokifanya mwaka huu Mungu na akiandae kiwe kizuri katika jina la Yesu Kristo. In the beginning, whatever you are beginning with this year, chochote unachokianza nacho, umekiumba matarajio na mipango yako, na tabiri kwako ikawa nzuri, mambo haya yakawa mazuri. Huenda unahitaji kununua shamba na Baba atende ikawa mzuri. Unahitaji kujenga na Mungu akusaidie ikawa mzuri ukajenga. Unahitaji kuenda ng'ambo, Mungu afungue milango iwe mzuri uende ng'ambo. Unahitaji watoto wako wasome, tunawaombea neema na kibali watoto wako wasome. Kuna mambo ambayo unatarajia Mungu katika kipindi cha tumaini ya kwamba yaweze kufanyika. In the beginning Mungu alitengeneza mambo hayo na akasema na yawe mazuri. Hata nami natabiri kwako mambo hayo unayoyapanga mwanzo wa mwaka huu yawe mazuri katika jina la Yesu Kristo. Glory to the name of the Lord. Kitabu cha Maombolezo, nataka tuweze kusoma mahali pale. Ni jambo la 6 hilo. Nimeenda mambo 5, ninaenda jambo la 6 ambalo nataka nikwambia kwamba nimesema unapoanza mwaka huu unaanza vipi, na nimekupa baadhi ya mambo ambayo unafaa kuwa nayo na matumaini nayo, na Mungu atakubariki. Kitabu cha Maombolezo, mlango wake ni wa 3, aya yake ni ya 22. Inasema nini? Sikiza mambo haya. Inasema ya kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Ikiwa Mungu alikusaidia mwaka wa 2025 umeingia mwaka wa 2026, ni huruma zake na rehema zake, jina la Bwana litukuzwe, ambazo zilikufanyia kwamba haukuangamia. Na hizo rehema zisikome mwaka huu. Rehema za Bwana zisikome kwako katika jina la Yesu Kristo. Alikusaidia hukuangamia. Kuna watu wanajua jamii zao, wengine waliaga, wengine wakapata ajali, wakafanya nini, wengine mambo tu mazito yalitendeka. Lakini Mungu amekuhifadhi mpendo mtazamaji wangu. Si mwaka huu katika jina la Yesu Kristo uwe na jambo la kumwambia Bwana, ninakushukuru. Mstari wa 23 unasema kwamba ni mpya kila asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Yaani uaminifu wa Mungu siku baada, kila asubuhi Mungu ni mwaminifu. Maandiko yanasema ya kwamba tunaweza kosa kuwa waaminifu, lakini Mungu ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu. We may fail to be faithful, but God we serve is a faithful God forever. He is ever faithful. Siacha Mungu akusaidie mwaka uwe mwaminifu
kwa mambo unayoyafanya, maana yeye maandiko yanasema kwamba yeye ni mwaminifu. Kila asubuhi unapoamka ujue bado Mungu ni mwaminifu. Wewe unapokosa kuwa mwaminifu, yeye ni mwaminifu. Unaweza sema jambo leo, kesho unageuka, kesho unakosa kulifanya, unakosa kuwa mwaminifu. I just want to tell you today in the name of the Lord, acha mwaka huu uwe mwaminifu. Hata watu waangalie waseme ya kwamba na ni kweli huyu mpendwa mambo yake ni tofauti, tunaona ni mwaminifu. Jina la Bwana litukuzwe. Though we may face difficult times, tunaweza kukumbana na mambo mazito, God renews his grace in every situation we face. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani neema, rehema za Mungu anazifanya siku baada nyingine kuwa mpya, licha ya kupitia mambo magumu. Unajua, unaweza ahidi kitu siku ya leo, au unaweza kuwa unapanga jambo siku ya leo, kufika kesho unageuka. Kuwa mwaminifu hata katika hali hiyo ngumu, endelea kuwa mwaminifu. Pendo mtazamaji wangu, mwaka jana ni nini hukufanya vizuri? Si ufanye vizuri mwaka huu. Pengine hukuwa mzuri katika kutoa zaka zako, aidha fungu lako la 10, kusimama na kazi ya Mungu pale kanisani. Haukukaa vizuri katika kazi yako, hata pengine ulitangaza mwaka huu unapokuja hautaendelea kushikilia mambo fulani pale kanisani. Nimeona watu wanasema mwaka ijao msinifanye kuwa sijui mzee wa kanisa, msinifanye mama kanisa, yu karani sitaki, sitaimba kwaya tena. Unaongea tu vitu vya kukurudisha nyuma. Sikuwa mwaminifu. Wanasema kwamba Bwana ulinisaidia mwaka jana, mwaka huu nataka niwe mwaminifu kwa mambo haya na haya na haya katika nyumba ya Bwana. Kuwa mwaminifu hata kwa masaa ya kuja kanisani. Ulikuwa unachelewa mwaka jana, si mwaka huu mpendwa uwe mtu ambaye utaweza kutimiliza ahadi za Mungu. Wakati mwingine kuna mhubiri mmoja alikuwa anasaidia atuambia kwamba ikiwa leo utaitwa uende mbinguni na wasaishe mambo fulani ulikuwa unafanya pale kanisani, ni marks ngapi unaweza pata? Will you become a failure or will you have passed the exam? Masaa yako ya kukuja kanisa unatakana ufike saa 2 au saa 3, unakuja saa 5. Are you a failure au umepita? Kwa hivyo mpendo mtazamaji wangu, kuna watu wajajipata, they are failures in the kingdom of God. Wewe ulianguka masaa ya kwenda kazini, ulianguka masaa ya maombi, ulianguka masaa ya matoleo yako haukutoa vizuri, hukuaminika, mambo kama hayo. Mpendo mtazamaji wangu, ni vizuri mwaka huu mpendwa uwe ni mwaka ambao Mungu anakusaidia uwe na matumaini ya kufanya vizuri. Aidha mambo ni magumu au ni mazito, kuwa mwaminifu na utabarikiwa na Bwana. Kwa hivyo hiyo ni jambo ningependa kukueleza, uwe na tumaini jipya kwa mambo unayolifanya. Mungu niongeze nguvu, Mungu nipe matumaini. Nilikuwa siombi, mwaka huu nitaomba sana. Nilikuwa sijawahi funga, mwaka huu nitafunga na kuomba. Nilikuwa siendi mikutano ya katikati ya ushirika, nilikuwa sishiriki katika vitu vingi, mambo mengi pale kanisani au katika familia au katika mambo fulani haukuwa unafanya. May God enable you in the name of the Lord. Acha kuwa mtu wa kujitenga. Jihusishe, shiriki na wengine, maana utaona neema na kibali cha Mungu juu ya maisha yako. Nikimalizia tu jambo la 7 kwenye kitabu cha Ufunuo 21. Ufunuo 21 inasema nini mpendwa? Nataka niweze kumalizia pale, inasema nini? Ufunuo 21 aya yake ya kwanza mpaka 3 inasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Kuna vitu lazima ukubali vipite mwaka huu, vipite. Lazima maisha hayo ulikuwa na yaishi ya mambo ya kale, yale lazima yaondoke. Tabia fulani, maongeo fulani ambao hayamletei Mungu utukufu, inaitwa nchi ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nchi ya kwanza lazima ipite. Mstari wa 2 sawa kwamba, nami nikauona ule mji mtakatifu Yerusalemu ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe.
Kwa hivyo mpendwa, mwaka huu wa 2026 na ukawa mwaka unaoshuka kwako kama Yerusalemu mpya, ati bibi harusi aliyepambwa tayari kwa mumewe. Mwaka huu na uwe kitu kipya, kitu kilichopambwa mbele zako. Maisha yako yapambwe, boma lako likapambwa katika jina la Kristo. Ukristo wako na upambwe katika jina la Yesu. Mambo ya kale yaondoke. Pengine kuna mambo mengi yalikuwa juu ya maisha yako. Mungu anayaondoa yale matope, anakufanya kuwa kiumbe kipya. Maisha mazito, maisha ambayo yalikufanya mpendwa unakosa kuonekana mtu anayefaa, na Mungu aachilie neema na kibali juu ya maisha yako. Mstari wa 3 nikimalizia sema kwamba nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti kile cha enzi, tazama maskani ya Mungu pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, naye watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Mungu awe pamoja nawe mwaka huu. Utembee katika Bwana. Wacha Bwana atembee nawe katika kila hatua. Wacha Mungu aonekane katika hatua zako. Uwe mtu wa kubarikiwa. Visirani achana navyo. Wacha kila hatua uulize Mungu ushauri. Pale kanisani kuna watu wapendi ushauri, hata aulizi mchungaji wake, ni mtu tu anajifanyanga mambo yake tu. Ukiamua kenye unaamua, hapana. Acha Mungu atembee na wewe katika hatua zako na utakuwa kubarikiwa. Hivyo ndivyo katika kipindi cha Tumaini ningependa Mungu aweze kukubariki. Nuruhusu niweze kuomba pamoja nawe na itakuwa ni baraka. Baba wetu wa mbinguni, ninamwombea mtazamaji wangu wa kipindi cha Tumaini Lipo, ya kwamba na mwaka huu mambo ambao ametarajia kuanza nayo yawe ni mambo yaliyojaa matumaini makubwa, ya kwamba Mungu unaenda kumbariki, unaenda kumuonekania, na neema yako itakuwa juu ya maisha yake. Kiwa kuna mtu Baba wetu wa rehema hajapeana maisha yake kwako, ninamwombea ya kwamba mwaka huu wa 2026 maisha yale ya kale ya ulevi, kahaba, uongo, ujambazi, Baba ondoa katika jina la Yesu. Namwombea neema na kibali mpendo mtazamaji wangu, mwaka wa 2026 matumaini mapya juu ya maisha yake. Asante Bwana kwa sababu umetenda. Katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi ninaomba na hata kuamini. Amen. Barikiwa mpendo mtazamaji wangu. Ni Bishop Elasia wa kanisa la Shiloh United Church of Christ, nikisema Mungu akubariki na mwaka wa 2026 uwe wa matumaini mapya. Namba zangu za simu ziko kwenye runinga, unaweza kunipigia au niandikie ujumbe mfupi. Bwana akubariki tunapoendelea mwaka huu, uwe na amani na tumaini lipya. Shalom, shalom, shalom. Tumaini lipo mama yangu, tumaini lipo.